Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata habari zetu za kila siku na kila wakati mkiwa maeneo tofauti. Tunawasalimia wale wanaotufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo jeudi le 29 janvier 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo ni mbichi kabisa. Tutaongelea kuhusu mapigano makali yanayoendelea katika maeneo ya plene ya Ruzizi. Wazalendo pamoja na jeshi la Burundi FDNB na jeshi la Kongo FARDC wanaendelea kupigana na waasi wa AFC M23 katika maeneo ya Runingu pamoja na mapozisio tofauti kwenye route nationale numero 5. Upande mwingine tutawapeleka katika mji wa Uvira kwenye tayari trafiki katika lake ya Tanganyika ishaanza tumika, donc bato zishaanza kwenda Burundi, zingine kwenda Mboko, zingine Kalemi na maisha isha rejea kuwa ya kawaida. Tutawapeleka katika teritwari ya Kabare kwenye wazalendo walirekipere eneo ya Lwiro inayopatikana karibu na Katana baada ya mapigano yaliyowakutanisha wazalendo na waasi wa AFC M23. Kama kawaida habari ambazo tumewaletea ni mingi. Tutawapeleka moja kwa moja katika maeneo ya Ituri ambapo tutawaambia kuhusu rade akiba ya ulinzi wa silaha ambayo iliwataka wanamgambo wote katika maeneo hayo kuweka silaha zao chini. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone ili kuendelea kukuwa nazipata taarifa zetu. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa na zipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre utapata linki yetu, utajiunga. Ukigusa kwenye linki hiyo bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi tutazianzia moja kwa moja katika maeneo ya Kabare kwenye wazalendo walirekipere eneo ya Lwiro siku ya leo baada ya kuwapiganisha waasi wa M23. Taarifa zinazotufikia kutoka kwa vyanzo vyetu katika eneo hiyo ya Lwiro zinatuambia kuwa wazalendo siku ya leo walipigana na AFC M23 kuanzia saa 4 asubuhi. Mapigano yalikuwa makali, wazalendo walikuwa wameatakia AFC M23 alafu wakitokea maaxe tofauti. Mmoja wakachomekea munani moparke ya Kauzi Biega, wengine muaxe za ile moto ya Lwiro na wakaatakia AFC M23 katika mungini wa Lwiro. Walipigana sana. Vyanzo vyetu kutoka huko vinasema kuwa wakaji walikimbia kutokana na mapigano hayo makali yaliyokuwa yamezuka upya kati ya pande mbili. Ilipofika saa 7 apremidi za siku ya leo ndipo wazalendo waliweza kuwatimua ama kuwajengua waasi hao katika eneo ya Lwiro na wakaavanse wakarekipere eneo hiyo. Vyanzo hivyo vinatuambia kuwa waasi wa M23 baada ya kuondoka Lwiro walielekea njia za Katana, wengine kukimbilia katika misitu ya Parke Nationale ya Kauzi Biega. Ni mapigano ambayo yalistukiza watu sana katika maeneo hayo kutokana na jinsi usalama ulikuwa ukionekana huko katika maeneo hayo kwa siku kadhaa. Kama ukumbusho, katika maeneo ya Kabare hakuna mapigano ambayo yalikuwa yakiripotiwa kule hivi karibuni.
katika eneo ya Katana njo kwenye kulikuwaka kukikuwa kuingia kwa wazalendo pale, wanafanya maoperasio za kuwakamata watu ambao walikuwaka ni wasaliti wa M23 wanawabeba. Kuna mapigano makali ambayo yalikuwa yakiripotiwa huko siku ya leo. Kwa kushtukizwa, wazalendo waliatake M23 katika eneo ya Lwiro, na baada ya mapigano makali ya masaa matano wakafanikiwa kurekipere eneo ya Lwiro. Waasi wa M23 walifukuzwa pale wakaelekea katika maeneo ya Katana. Vyanzo vyetu kutoka pale vinatuambia kuwa wakaji waliokuwa wamekimbilia katika misitu ya Parki Nationale ya Kauzi-Biega wako narejea katika eneo hiyo baada ya wazalendo kuirekipere au kuikomboa. Hali ilirejea kuwa ya utulivu kuanzia saa 10 jioni ya leo katika maeneo hayo. Wakati wazalendo walikamata eneo hiyo, kuliendelea kufanyika operasyon za ratissage. Donc walikuwa wakiendelea kuwafuata nyuma wanajeshi wa M23 ambao walikuwa karibu na pale na kuziharibu kabisa ngome tofauti za M23 katika eneo hiyo ya Lwiro. Hizo operasyon zilikuwa zikiacha hali inaendelea kukua tete sana, kwa sababu mashambulizi yalikuwa yakisikika hapa na pale. Utulivu ulirejea pale, population wako narudia katika eneo hiyo ya Lwiro. Wazalendo njo wenyewe wana kontrole eneo hiyo ya Lwiro. Hapo ni mteritware ya Kabare kabisa. Wazalendo wameonekana kusonga mbele tena. M23 ilifukuzwa katika eneo ya Lwiro. Tunaendelea na taarifa zetu upande mwingine katika uwanda wa Ruzizi, donc plaine ya Ruzizi. Mapigano yanaendelea kuwakutanisha waasi wa M23 na jeshi la Kongo na wanajeshi wa Burundi pamoja na wazalendo. Mnaojua vizuri katika maeneo hayo, kwa wale ambao walikuwa pia wakizifuata taarifa zetu, M23 baada ya kuondoka Uvira ilisimamiaka Sange njo kwenye walisimamiaka, wakazitia pozisio tofauti hapo Sange, wakaendelea kukontrole maeneo yote ya nyuma. Sange ukielekea Luvungi, Katogota vers Kamanyola, wao njo wenye wako pale. Upande wa mbele wazalendo walifikiaka katika eneo ya Runingu, nao njo kwenye walisimamiaka baada ya kurekipere Uvira. Waliendeleaka kwa avance maeneo yaliyoachwa na M23 wakayakamata paka Runingu, eneo inayopatikana karibu sana na Sange. Donc Runingu na Sange ziko zone d'operation kwa sasa entre wazalendo na M23. Na mapigano sasa yalianza siku ya jana kati ya pande mbili katika maeneo ya plaine ya Ruzizi, mkiwemo maeneo karibu na Runingu pamoja na Sange. Taarifa zinazotufikia kutoka kwa vyanzo vyetu zinatuambia kuwa katika uwanda wa Ruzizi huko mteritware ya Uvira, waasi wa M23 na jeshi la Kongo pamoja na wanajeshi wa Burundi na wazalendo siku ya jana walipigana vikali, na siku ya leo hali ni tete kutokana na mapigano makali yanayoendelea. Na pia kulingana na jumuiya mpya ya kiraia ya wakongomani katika eneo hiyo, Sosiko Radi nasema kwamba hali ya usalama bado ni tete sana katika maeneo hayo ya Ruzizi, plaine de Ruzizi. Siku ya Jumatano mapigano kwanza yalitokea kati ya pande hizo mbili katika maeneo matatu ya kimkakati. Mapigano ya kwanza yaliripotiwa katika maeneo ya Kahamba Kashatu, akse Kahamba Kashatu, katika Mwaye Plateau, hapo ni mteritware ya Uvira. Kulingana na taarifa zilizopo, kundi la kwanza la waasi wa M23 lilitoka kwa Mugaja, eneo inayoitwa Mugaja, na kuanzisha mashambulizi makali zidi ya wazalendo huko Kahamba pamoja na maeneo hayo ya Kashatu Mwaye Plateau. Kahamba inapatikana kwenye vilele vinavyoelekea kundi la Runingu. Mnasikia ni maeneo yanayo kuwa karibu na Runingu. Pale kuliripotiwa mapigano makali siku ya jana na kusababisha hofu miongoni mwa raia wanao
wanaoishi katika maeneo hayo. Baada ya akse hiyo kusikika ndani milipuko ya silaha nzito na nyepesi kati ya pande mbili, mapigano mengine yakazuka upya katika eneo ya Biriba na Runingu, maeneo yanayopatikana kando ya njia ya kitaifa nambari 5 ama route nationale numero 5, muhimili wa kimkakati unaounganisha eneo ya Sange na mji wa Kiliba. Nadhani kwamba hapo nilikuwa nimewaambia jinsi maeneo hayo yako kwa karibu sana. Katika maeneo hayo mapigano yalianza sasa. Waasi wa M23 wakiwa katika maeneo ya Sange na akse hizo za Biriba waliwashambulia wanajeshi wa Burundi FDNB ambao walikuwa wakisafirisha vifaa vya kubeba lori katika eneo ya Runingu. Ilikuwa jioni ya jana ndipo wanajeshi wa FDNB walikuwa pamoja na wanajeshi wa FARDC wakisafirisha lori hiyo pamoja na zingine gari 3 jipe zilizokuwa zikisindikiza. Walipokuwa wakiingia katika eneo ya Runingu, moto ukawaka. Waasi wa M23 kutokea vilima tofauti vya maeneo ya Sange wakashambulia wanajeshi wa FDNB pale pamoja na FARDC. Papo hapo wale wanajeshi ambao walikuwa majipe wakisindikiza lori hiyo wakatoka katika gari hizo nao wakashambulia kwa umbali waasi hao wa M23 katika mapozisio hao yo tofauti ya Sange kwenye walikuwa na wako na washambulia wakitokea. Ndipo mapigano yalizuka upya kati ya pande mbili katika eneo ya Biriba pamoja na Runingu. Mashambulizi hayo yaliendelea kwa masaa kadhaa. Ilikuwa jioni ya jana na kulienda kufika asubuhi na hali ni tete kutokana na mapigano hayo. Masasi mengi yalikuwa yakisikika momaxe tofauti katika maeneo hayo, waasi wa M23 wakiwa wanaendelea kushambuliana na jeshi la Kongo na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo. Ni M23 ambayo iliatake katika maeneo hayo. Siku ya leo sasa hali iliendelea kukua tete sana kutokana na mapigano hayo ambayo yaliripotiwa kule. Na kama ukumbusho, juzi kulikuwa kumeripotiwa mapigano tena katika maeneo ya plene ya Ruzizi, katika eneo ya Kanga pamoja na Rugeje pamoja na eneo inayoitwa Itisha, pale ni mu groupement ya Kigoma toujours mu territoire ya Uvira. Donc hali ya kiusalama mu plene ya Ruzizi haiko nzuri kabisa. Mapigano yamezuka tena na yanaendelea kukamata hatua nyingine katika maeneo hayo. Kutokana na mapigano hayo sasa yaliyoanzishwa na waasi wa AFC M23, wazalendo pamoja na wanajeshi wa Burundi na wanajeshi wa FARDC kutoka maeneo ya Uvira wako na renforcer sana katika maeneo hayo ili kupigana na hao waasi wa M23 ambao wako naanza kuatake pale, wanapenda wasonge mbele. M23 kuatake pale iko ingine objectif ambayo wako nayo ni kusonga mbele tena. Donc watafute komate na wanaweza wakaelekea Uvira, na ili kuzuia hayo sasa jeshi la Kongo wako na renforcer sana kule. Siku ya leo wanajeshi wengi wali renforcer kule pamoja na wazalendo wa generale yule Ngoma Nzito, wale wa grupu ya FABB nao walionekana wengi sana kufika katika maeneo ya Runingu ili kuzuia kabisa wasi hao wasisonge mbele kutokana na ataki ambayo wako naifanya katika maeneo hayo ya mbele. Donc wakitaka kuavanse kusonga mbele muplene de Ruzizi. Na hapo nadhani kwamba mumeelewa kabisa jinsi hali ya usalama iko katika maeneo ya plene ya Ruzizi. Tuendelee na habari zetu. Kuna watu ambao wanaendelea kuniambia SK FARDC walishapoteza drone yao Mbone siku ya leo, wakati mapigano yalikuwa yakiripotiwa katika maeneo ya Pwezero na kufanikiwa kuirekipere. Waliona taarifa kwenye mitandao na wale wanajeshi wa Turaneo wakijigamba kuwa walipiga ndege ya drone ya FARDC wakaiangusha.
Hapo habari hizo walizisambaza ndio siku ya leo kwenye mitandao ya kijamii. Hakuna confirmation yoyote ya taarifa hizo. Sijapinga sana kuhusu habari zao za kusema kuwa ndege ya drone FARDC waliangusha. Hayo yanaweza yakawezekana kwa sababu nao ni wanajeshi, wana vifaa vinavyoweza kuishambulia na kuilunguza. Taarifa hizo ambazo waoneshe hata video wakionyesha kama walishambulia ni wapi ambapo lianguka, ama taarifa hizo wanazozisema wakati walipigwa na kupoteza eneo hiyo, mnasikia deja ya kwamba ni kama kujifariji kwa wale washirika wao, waambie kuwa vita walipigana bien, waliweza kupiga na ndege ya FARDC hata kama walipigwa wakaingia mudefete wakapoteza eneo hiyo. Ni kutaka kufariji watu wao, nataka niseme hivyo kwa sababu hakuna confirmation yoyote walioionyesha pale kuhusu ndege hiyo ya kivita FARDC ambayo walishambulia na kuilunguza. Na hizo nitawaambia kuwa ni habari ambazo ni za bongo kabisa, hazina uhakika. Iko kama ile kifo ya Joseph Kabila ambayo walitangaza ya semene nazo hakuna kinacho hakikisha kwamba alikufa. Taarifa kama na hizo ifo kwanza kufanya uchunguzi na kuonesha watu, ukiwahakikishia hayo ambayo nasema swate kupitia video ama kupitia kabisa watu wa karibu naye swate wa familia yake ambayo wanahakikisha hayo. Upande mwingine tuwapeleke katika mji wa Uvira. Katika mji wa Uvira kupitia Lake Tanganyika siku ya leo, bato kutoka Tanzania ilifika siku ya leo pale kuporo ya Karundu ikiwa imetokea huko Tanzania. Bato hii ilifika pale siku chache tu baada ya kufunguliwa kwa trafiki katika Lake Tanganyika. Kama ukumbusho, trafiki ilikuwa imefungwa kutokana na usalama kidogo wakati waasi wa AFC M23 walikuwa wamekamata mji wa Uvira na maeneo mengine tofauti. Na wakati FARDC ilirejea katika mji wa Uvira, uongozi wa Sud Kivu kafika katika mji wa Uvira, wakafungua deja trafiki kwenye Lake Tanganyika. Kuanzia kufunguliwa kwa trafiki hiyo sasa, leo bato kutoka Tanzania ilifika pale kuporo ya Kalundu ikiwa imeleta wakaaji wengi wao ni wakimbizi ambao walikuwa wamekimbilia Tanzania. Na habari tunazo ni kwamba na wakaaji waliokimbilia Burundi nao watarejea katika mji wa Uvira na maeneo tofauti katika maeneo hayo ya teritwari ya Uvira kwenye walikuwa wameyakimbia kutokana na mapigano. Usalama unaendelea kurejea katika mji wa Uvira, donko maisha kabisa yanarejea kuwa ya kawaida. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke huko Ituri ambapo wanachama wa vikundi vyenye silaha wakiwemo wanamgambo wa Epiki walihimizwa kuachana na vurugu na kufuata mifumo ya kisheria ya serikali wakati wa misheni ya akiba ya ulinzi wa silaha radi katika maeneo ya Irumo na Mambasa. Mpango huu ni sehemu ya mbinu isiyo ya kijeshi ya utulivu endelevu inayotetewa na mamlaka za mkoa wa Ituri, ikiongozwa na Lieutenant Colonel Emmanuel Libandi, mratibu wa mkoa wa Rade. Misheni hiyo ilianza Mwanga karibu na Bunia kabla ya kuendelea hadi Yedi katika eneo la Mambasa. Majadiliano hayo yaliwaleta pamoja wakaaji wa eneo hilo, viongozi wa jamii, madhehebu ya kidini na wanachama wa makundi yenye silaha. Waratibu walisisitiza umuhimu wa mazungumzo na uhamasishaji kama nyongeza ya shughuli za kijeshi. Wanamgambo walialikwa kuachana na mapambano ya kutumia silaha na kujiunga na Rade iliyowasilishwa kama mfumo wa raia wa ulinzi na ulinzi wa nchi kwa mjibu wa taratibu za kisheria zilizowekwa na serikali. Mpango huu unafanywa chini ya mamlaka ya gavana wa kijeshi wa Ituri Lieutenant General John Luboya Kasama kwa ushirikiano wa eneo la 32 la kijeshi na makanisa ya ndani. Lieutenant Colonel Libandi aliwasili
wasomi wa viongozi wa jimbo hilo wakiamini kwamba utulivu wa Ituri utaendelea kuwa dhaifu bila kujitolea kwao. Dhamira hii ni sehemu ya shughuli zinazoendelea za kuongeza uelewa na mipango ya kiroho inayofanywa katika maeneo matano ya Ituri. Baada ya zaidi ya miongo mitatu ya migogoro ya silaha, RADE inategemea maneno, imani na ushiriki wa raia ili kukuza kurejea kwa amani kwa kudumu. Hapo ni katika maeneo ya Ituri kwenye RADE inatoa wito kwa wanamgambo wenye silaha kuweka silaha zao chini. Ndugu zangu, naweza nikasoma maoni yenu kama kawaida, wale wanaotuandikia wakituuliza maswali na wengine kutusalimu. Ni kusoma maoni yenu, msikie ya kuwa tunapataka kabisa komentari zenu 5 kwa 5. Anayeitwa Motema Michel alisema bonjour Kwetu TV, sasa habari yenu muko natangaza tuelewe koma mbele ya FARDC na wazalendo kuingia Uvira .0 walifukuza waasi. Leo tena muko naleta info kama FARDC na wazalendo wako pale kila wakati. Muko naleta info moja sisi atuelewe. Wewe njo haunielewe, inawezekana aujue maeneo ya kule ginsi yako. En fait, point 0 na Uvira haiko eneo karibu. Point 0 ni axe za Minembwe. Uvira ni territoire ingine, wakati Minembwe iko territoire ya Fizi. Sasa wenda wewe njo ambaye haukuelewa, me kule mu maeneo ya point 0 kwenye walirekipere ni mu territoire ya Fizi, mu haut plateau de Fizi, hapana haut plateau d'Uvira. Kuna kuwaka haut plateau d'Uvira na haut plateau de Fizi. Na kuwaka kutega sikio vizuri ili kuelewa habari jinsi kabisa ziko. Anasema Christian Chinamola alisema asante kwa kutupa habari za vita hii na courage kwa wazalendo na FARDC, merci beaucoup. Kibabia Sani alisema Mungu apewe sifa sana. Okay. Dware Kabwili alisema tunashukuru sana hapa Moba. Asante, nami nashukuru kwa kuwa mnatufuata kabisa na kukomanteli kutonesha kuwa mnatufuata 5 kwa 5. Anayeitwa Mumbere Dedi alisema nashukuru Bauma kwa taarifa na kufuata kutoka Uganda, merci. Ndombe Belge alisema vraiment hakuna jambo linanijenga sawa kusikia point 0 iko rekipere na courage sana kujeshi letu wote. Okay. Nesfore Mwenibia Mungu alisema wasimame tena waendelee njoo vizuri wawafate mpaka Minembwe. Auguste Era anasema ikiwa ni uongo hautakuwa vema. Hapana kabisa, hakuna uongo. Grace Kashola alisema jambo Kwetu TV, asante sana, Mungu akupe nguvu. Eske Joseph Kabila alishakufa au ni bongo? Kuhusu Joseph Kabila nadhani kwamba niliwaambia hayo ya kutosha. Joseph Kabila habari za kifo zake zinaonekana kuwa uongo kwa sababu hakuna confirmation yoyote, donc hakuna fact kuhusu hayo. Baraka Dani alisema msiwe mnatudanganya, ile ni uongo, hakuna cha kuwadanganya kabisa. Nadhani kwamba leo hakuna kudute na information kwa sababu mwishakaona koma na tunakuwa na info real kutoka Kufro. Pascaline alisema asante sana. Okay, nami nashukuru Pascaline. Kwa wale wote waliotuandikia na wengine wanaotufuata, asante kabisa na tunawashukuru kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu. Tupatane katika habari mbichi za asubuhi ya kesho tukiwaambia jinsi kumekucha. Asante.